أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Naam, kuna swali ambalo limekuja, muulizaji anauliza, je, inafaa kwa mwanamume kumwoa mtoto wake wa nje ya ndoa? Barakallahu fikum. Kwa maana muulizaji anauliza, inafaa kwa mwanamume kumwoa mtoto wake wa nje ya ndoa, kwa maana huyu mwanamume amefanya kosa, amefanya uovu wa zinaa. Baada ya kufanya uovu wa zinaa, yule mwanamke alifanya naye uovu wa zinaa, akapata mtoto. Yule mtoto baada ya kuzaliwa, mtoto wa kike yule, je, huyu ambaye mwanamume alikuwa amefanya uovu wa zinaa na yule mwanamke, mtoto huyu alipatikana na mwanamume huyu, anaweza kumuoa? Ndio swali ambalo lilokuwa limekuja. Swali hili vile vile maulama waliulizwa swali hili, akiwemo al-Allama Ibn Bazi alayhi rahmatun min Allah, na jawabu lake al-Allama Ibn Bazi baada ya kuulizwa swali hilo akasema kama hivi ifuatavyo. Awalan, jambo la mwanzo, alayhi at-tauba, kwanza jambo la mwanzo huyu mwanamume ni juu yake kutubia mimma jara minhu min az-zina, kutokana yale ambayo yalikuwa yamepita katika ule uovu wa zinaa, warujuu ila Allah, na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanadami waliqla'i, na kujuta vile vile na kujingoa katika yale maovu ambayo alikuwa amekwisha kuyafanya, wasidiqu fi dhalika, na kuwa ni mkweli kabisa katika jambo hilo, wa kathratul istighfari wal amali salih, na vile vile kuleta wingi wa istighfari na vile vile kufanya matendo ambayo yalikuwa ni mema. Thaniyan, jambo la pili, hadha nikahu batilun, jambo la pili kuhusiana na ndoa hii ni ndoa ambayo ilikuwa batil, maadama arafa annaha ibnatuhu min az-zina, madamu kwamba huyu mwanamume amejua kwamba yule ni mtoto wake ambaye alikuwa amempata kwa njia ya zinaa. Falladhi alayhi jumhuri ahli al-ilmi, basi kauli ambayo wako nayo jumhuri ahli al-ilm, wengi katika maulama wenye elimu, annahu nikahun batilun, kwamba hiyo ni ndoa ambayo ilikuwa ya batil, liannaha, kwa sababu ndoa hiyo anasema kwa sababu mtoto huyo, binti huyo, khuliqat min ma'ihi, ameumbwa mtoto huyo kupitia maji yake huyo mwanamume. Fala yajuzu lahu nikahuha, basi haijuzu kwake yeye mwanamume huyo kumuoa binti huyo. Wa in kanat ghairu shar'iyya, ijapokuwa kwamba binti huyo ni binti yake ambaye alikuwa sio wa kisheria, bintun ghairu shar'iyya, ni binti ambaye alikuwa sio wa kisheria, lakinaha tadkhulu fi umumi qawlihi jalla wa ala, lakini kwamba anaingia katika ujumla wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, pameharamishwa juu yenu wale mama zenu na watoto wenu wa kike, pameharamishwa juu yenu wale mama zenu na watoto wenu wa kike. Hiya bintu ghairu shar'iyya, kwa hiyo huyo ni binti ambaye si wa kisheria, amepatikana binti huyo kupitia maji yake, ni binti yake lakini si wa kisheria. Khuliqat min ma'ihi, ameumbwa kupitia maji yake mwanamume huyo. Fayakunu nikahuha batilan, kwa hiyo inakuwa kumuoa binti huyo ni ndoa ambayo ilikuwa batil, ni jambo ambalo kwa batil, haifai mwanamume huyo kumuoa binti huyo. Wala tunsabu ilayhi, Sheikh akasema al-Allama Ibn Bazi alayhi rahmatun min Allah, wala tunsabu ilayhi, wala binti huyo hanasibishi kwake yeye kwamba ikawa kwamba ni mtoto wake wa kisheria akawa anamrithi, hapa nasibishi kwake yeye. Wala takunu muharraman lahu, wala haiwi kwamba ni binti ambaye alikuwa ni haramu kwake yeye, labda anafaa kumuoa, la, ni jambo ambalo lilikuwa halisemu hivyo. Lakini nikahuha batilun, lakini kumuoa binti huyo ni ndoa ambayo ilikuwa batil, na ni ndoa ambayo ilikuwa haitakikani inda ahli ilmi, mbele ya watu wenye elimu, liannaha, kwa sababu ndoa hiyo au kwa sababu binti huyo khuliqat min ma'ihi, ameumba kupitia maji yake, ghairu shar'i, yani kwamba maji ambayo ameumba kupitia maji yake, lakini si katika ile njia ambayo ni kisheria. Fa yuharramu alayhi nikahuha, kwa hiyo panaharamishwa juu yake mwanamume huyo
kumuoa binti huyo, wala tunsabu ilayhi, wala hapanasibishi kwake yeye. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba madhali huyu binti anakuwa siwa kwake, hanasibishi kwake yeye, anakuwa sio baba yake, basi kumuoa vile vile inafaa. La, kumuoa haifai, kwa sababu binti huyo ameumbwa kupitia maji yake yule mwanamume. Kwa hiyo anaingia katika ujumla wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, pameharamishwa juu yenu wale mama zenu kuoa na wale watoto wenu wa kike kuoa, na huyo ni binti yake, lakini ni binti ambaye alikuwa amempata katika njia ile kwa sio ya kisheria, na ndiyo kwa kule kumpata katika njia ile kwa sio ya kisheria pakakosekana kunasibishwa kwake yeye. Kwa hiyo hanasibishwi kwake yeye, lakini anatakana msimamie haki zake zote, ahakikishe kwamba huyu binti amezipata mpaka pale ambapo atakapokuwa mkubwa kabisa, na ni haramu huyu mwanamume kumuoa binti huyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali ambavyo kwa limekuja, haifai kumuoa, yani huyu mwanamume kumuoa mtoto wake ambaye alikuwa amempata kwa njia ya zinaa au nje ya ndoa, haifai kumuoa. Na ikipita, yani likifanya jambo hilo, watu wajue kwamba wamefanya jambo ambalo kwa batil, na ni jambo ambalo lilokuwa limekatazwa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.